Karibu Juice African Story. Maisha ya Charlie Chaplin. Kutoka umaskini mkubwa hadi kuwa mfalme wa vichekesho duniani. Je, umewahi kuona mtu anayechekesha dunia nzima bila kusema hata neno moja? Huyu ni mtu aliyekulia kwenye umaskini uliopindukia. Aliwahi kulala bila chakula, alishuhudia mama yake akipoteza akili, lakini baadaye akawa mmoja wa watu maarufu zaidi duniani. Hii ni historia ya Charlie Chaplin, mtu aliyebadilisha vichekesho kuwa lugha ya dunia nzima. Utoto wa maumivu. Charlie Chaplin alizaliwa mwaka wa 1889 London, Uingereza. Maisha yake hayakuwa ya kawaida. Baba yake alikuwa mlevi sana na mama yake alikuwa mwimbaji, lakini alipata matatizo ya akili. Charlie Chaplin akiwa mdogo sana, familia yao ilianza kuvunjika. Baba alitoweka, mama akawa hawezi kufanya kazi, chakula kikawa shida. Kuna wakati Chaplin alipelekwa kwenye kituo cha watoto yatima. Fikiria mtoto mdogo, hana baba, mama anaumwa akili na hana uhakika wa kula kesho. Lakini hapa ndipo kitu cha ajabu kilianza. Mwanga wa sanaa unaanza. Chaplin aligundua kitu kimoja mapema sana. Watu walicheka alipofanya vitu vya kuchekesha. Akiwa na miaka 5, aliwahi kupanda jukwaani kuchukua nafasi ya mama yake ambaye hakuweza kuimba, na watu wakashangaa, wakacheka, wakampenda. Hapo ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika kidogo. Alijiunga na makundi ya maigizo, Theatre Group, akiwa bado mdogo sana. Alikuwa na kipaji cha kipekee, kuchekesha bila maneno, kuonyesha hisia kwa uso, kutumia mwili wake kama lugha. Safari ya Marekani. Baada ya miaka ya maigizo, Chaplin alipata nafasi ya kwenda Marekani. Hii ilikuwa ndoto kubwa kwa sababu Marekani ndiyo ilikuwa kituo cha filamu duniani, lakini hakujua kuwa safari hii ingebadilisha historia yake milele. Kuzaliwa kwa The Trump. Hapa ndipo uchawi ulipoanza. Chaplin alibuni uhusika wake maarufu: viatu vikubwa, kofia ndogo, masharubu madogo, mwendo wa ajabu. Huu aliuita The Trump. Mtu maskini lakini mwenye heshima, mtu mcheshi lakini mwenye huzuni ndani. Uhusika huu uligusa mioyo ya watu duniani kote. Watu walimpenda sana kwa sababu walijiona ndani yake. Filamu zilizotikisa dunia. Chaplin alitoa filamu nyingi zilizotikisa dunia. The Kid ilionyesha maisha ya mtoto yatima. Modern Times ilikosoa maisha ya viwandani. The Great Dictator ilimkosoa dikteta wa dunia. Filamu zake zilikuwa na vitu vitatu: ucheshi, maumivu, ujumbe mzito wa maisha. Migogoro na Marekani. Umaarufu wake ulipoongezeka, matatizo pia yaliongezeka. Serikali ya Marekani ilianza kumshuku. Walisema anaunga mkono ukomunisti, wengine walimchukia kwa maoni yake. Mwisho wa siku alinyimwa kurudi Marekani. Hii ilikuwa pigo kubwa sana kwake. Maisha mapya Switzerland. Baada ya matatizo hayo, Charlie Chaplin alihamia Switzerland. Huko aliishi maisha ya utulivu, alikuwa na familia, aliendelea kuandika na kufikiria sana, alitafakari maisha yake. Heshima na mwisho. Baadaye dunia ilianza kumtambua upya. Alipewa tuzo kubwa sana, Oscar ya heshima, na aliporudi Marekani baada ya miaka mingi, alipigiwa makofi kwa dakika kadhaa bila kusimama. Hii ilikuwa ishara kuwa dunia haikumsahau. Alifariki mwaka 1977. Urithi wake. Charlie Chaplin aliacha kitu kikubwa sana. Alionyesha kuwa unaweza kuchekesha bila lugha. Alifundisha dunia kuhusu huruma. Aligeuza maumivu kuwa sanaa. Mpaka leo video zake bado zinaangaliwa duniani kote. Hii ndiyo ilikuwa safari ya Charlie Chaplin, kutoka mtoto maskini hadi kuwa mtu aliyefanya dunia icheke.
Swali ni hili, je, wewe unaweza kutumia maumivu yako kuunda mafanikio? Kama umeipenda simulizi hii, usahau kusubscribe, kulike na kushare. Jina langu mimi naitwa Juice Danger.